Nasema sasa tunachozungumza inawezekana ni kweli. Tuanzie wapi sasa? Watu wengi wanasema sasa, mbona kama mimi mtaji sina? Na kwa ukishakuwa na akili timamu baada ya kuwa huko hai sio marehemu, tayari wewe una nini? Una mtaji. Tuko pamoja watu wa Mungu? Una nini? Una mtaji. Na sasa ili ifike hatua tufike kiwango ambacho Bwana anakitaka, kwanza moja, tujitoe wenyewe kwa kazi ya nani? Ya Mungu. Tukishajitoa hata hayo Mungu yetu kwa tukiyaomba, Mungu atafanyaje? Atayasikiliza. Halafu tutafute kwa maslahi ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Na sisi Mungu tukishatafuta na kupata, sisi tumepata na mahitaji ya nyumbani sasa. Si ndio? Lakini habari gani kama unapanga unamwambia mke wako sasa unaenda mahali fulani kwenye kazi ya Mungu, alafu nyumbani unawaacha wako hoi? Kweli hiyo ndio itaonekana iko sawa na Mungu atakubariki, au huyo mke yeye atakuona kama wewe ni mtu wa Mungu kweli, au unakwepa kazi? Lakini habari gani kama kuna jinsi ulivyomwacha? Si kuna nafuu kidogo? Sasa naomba tuingie kwenye uhalisia. Ikiwa kuna kakibarua kokote unako, sawa sawa watu wa Mungu, jisumbue, jitahidi kadri utakavyoweza, ufanye kwa ndoto kama mtu. Hapa naweza nikakwaza wala sitakuomba kusamaha. Kama wewe unafanya kazi ya mtu, sawa sawa, ni vizuri usikubali kuwa mfanyakazi wa mtu bila mpaka fulani uliojiwekea. Mimi nimesemaje hapa? Hivi una taarifa kama hiyo mtu anakulipa kwa sababu imefaidika? Yaani ni hivi, kama wewe utampa faida, hawezi kulipa. Sasa kama kweli analipa kwa faida, kwa nini usilipe ile pesa alafu kaiongezea thamani ili ukifanya cha kwako? Haya, nisomee wimbo ule bora 1:5 na 6. Wimbo ule bora 1:5 na 6. 1:5 na 6 inasomeka hivi: watesi wake wamekuwa kichwa, watesi wake wamekuwa kichwa, adui zake hufanikiwa. Unasoma kitabu gani? Okay, wimbo ulio bora 1:5 na 6. Nasema wimbo ulio bora sura ya kwanza aya ya 5. Mimi ni mweusi, mimi ni mweusi, lakini ninao uzuri, lakini mimi ni mzuri. Enyi